Wewe ni binti au ni dada na kuna kijana amekufuata au kuna mwanaume fulani amekufuata na unataka kujua kama huyu mwanaume ana kesho kubwa au la, zingatia mambo haya matano. Jambo la kwanza kabisa, eneo la kwanza la kuangalia ni maono. Hakikisha unajua huyu mtu ana maono gani. Sio lazima ujue kila kitu kuhusu maono, lakini tambua mwelekeo wake wa maisha ukoje. Maisha yake ameyaelekeza wapi? Je, ameyaelekeza kwenye eneo la biashara, ameyaelekeza kwenye eneo la huduma, ameyaelekeza kwenye eneo la muziki au wapi? Lazima ujue maono yake ni yapi. Jambo la pili, nidhamu ya maisha. Mtu mwenye nidhamu ya maisha ni mtu mwenye uwezo wa kujitawala, ni mtu mwenye uwezo wa kujizuia, lakini pia ni mtu mwenye uwezo wa kujiongoza. Kwa hiyo lazima kule ambako ametarajia kufika atafika tu kwa sababu ana nidhamu ya maisha. Jambo la tatu, anawajibika hata kwa mambo madogo. Si mtu wa kupuuzia vitu vidogo vidogo, ni mtu ambaye anawajibika kikamilifu hata kwa mambo madogo madogo. Jambo la nne, anaheshimu watu na anajithamini. Ni mtu ambaye anaheshimu watu na anajithamini. Utalijua hili kwa kufuatilia ushuhuda wake, yani maisha yake ya nyuma, kabla wakati ambao ulikuwa hujaonana naye, maisha yake ya nyuma, ushuhuda wake. Lakini pia utaweza kulijua hili kwa kuangalia maisha yake ya sasa. Ukishajua maisha ya nyuma na maisha ya sasa, ni rahisi kujua maisha ya baadaye ataishi kwa namna gani. Lakini jambo la tano ni ana uwezo wa kujifunza na kukua. Mtu mwenye uwezo wa kujifunza na kukua sio lazima awe amefanikiwa sana wakati huu ambao unamuona, ila kama ana moyo wa kujifunza, yupo njiani kufika mbali. Jambo la mwisho ambalo unapaswa kulizingatia ni kwamba, na upaswi kulisahau, ilikumbuka kabisa kuwa kesho ya mwanaume ipo kwenye tabia zake. Kesho ya mwanaume ipo kwenye tabia zake. Nikuombe kama hujasubscribe channel hii, pause kidogo halafu subscribe ili uweze kufurahia video zingine kama hii ambazo zinaweza kukusaidia sana kwenye maisha yako.